nyota wa zamani, kipenzi cha wanasimba huyu, alizungumza vyema sana kule Kigali, Rwanda, mara tu baada ya timu yake pendwa ambayo ni Simba Sports Club kuweza kutolewa katika michuano hiyo, na alisema miongoni mwa kiu ambao walikuwa naitamani ni kuishuhudia Simba inacheza fainali ya michuano hiyo, lakini amewaahidi mashabiki vipenzi vya wanasimba kwamba atakuwepo kwenye tamasha la Simba Day tarehe 8 mwezi wa 8 siku ya Jumamosi pale katika dimba la Uhuru. Kipo alichokipata mwalimu katika mashindano haya ya Sekafa Juma? Yes, kuna kitu ambacho mwalimu amekipata, lakini kwa maisha ya sasa hivi ya Kitanzania, si ndio? Wakati Betha tunaenda kwenda kuwasindikiza Simba Airport, miongoni mwa wachezaji mmoja aloshuka, nilikwambia huyu jamaa amekaa wiki 2 tu, shavu limeshamtoka kiasi hichi. Nani? Hatuombei, lakini baada ya kwenda kule kwenye wale mashindano akaenda akapata injury, si ndio? Kwa nini amepata injury? Inawezekana kweli ni bahati mbaya ama ni sehemu pia mchezo, lakini mimi huwa naamini kitu kimoja. Pre-season ndo huwa mara nyingi inaiandaa timu kuelekea kwenye upande wa haya mashindano. Yaani ukifanya pre-season bora, wewe mwenyewe utaiona tu kwamba hii pre-season yangu inaakisi kwenda kushinda mataji. Pre-season ambayo nimefanya haiakisi chochote ambacho nitakachoenda kukiachieve kwenye upande wa huu msimu. Lakini Simba hawakuwa na hiyo pre-season. Yaani walienda kwenda kucheza mashindano, kwa maana kwamba wameenda kwenda kucheza zaidi ya mechi 2 mpaka 3 kule wakiwa Rwanda. Maana pre-season cha kwanza ni kwenda kukata weight kwa upande wa wachezaji ambao ni kama Azam wanachofanya sasa hivi. Yes, na umeona Azam weight wameikata hapa. Kule walivyoenda kule Rwanda wameenda kwenda kucheza sasa mechi, kwa maana kwamba lazima uwe na wiki 2 mpaka 3 kwa ajili ya kuwaweka wachezaji miili sawa. Yaani unamwandaa, kwa maana kwamba kama unavyohitaji kulima, cha kwanza utaanza kuandaa shamba. Utakata miti, utapalilia, utafyeka, utafanyaje. Baada ya hapo utapitisha jembe la kwanza. Shamba hilo. Ukishatoka jembe la kwanza utakuja nyumbani huko. Kuja jembe la pili, utaanza na kupanda. Kwa hiyo Azam naona wamekifanya hicho kitu. Baadhi na timu nyingi kama Coastal Union wamejichimbia kule. Sasa kwa upande wa Simba wenyewe walikutana kama siku 2 tu. Baada ya hapo akaingia kwenye upande wa mashindano. Na kwa sababu hata pre-season mkishafanya zaidi ya wiki 2 mpaka 3, hamwezi mkaanza kwenye intensity ya juu. Lazima muweze kuanza chini. Young Africans tuliona kwenye mechi zao za kirafiki hapa walizocheza. Mechi ya kwanza wamecheza na timu kutoka Kigamboni, mechi ya pili wamecheza na ile timu kutoka wapi? Magereza, si ndio? Unaona alipoanzia pale ndivyo ambavyo mchezaji anatakiwa kumwanzia kuja wapi? Kuja juu. Simba ameingia ameanza kwenye intensity ya juu. Mechi ya kwanza ametoka sare, mechi ya pili ametoka sare, mechi ya 3 akaenda akapata matokeo. Umeona kuna nini hapo ambacho kimesababisha pia tumeona Shomari Kapombe alienda akapata injury tu kwenye mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo inawezekana kwa mwalimu imemlipa, lakini mwalimu nilimsikia alizungumza akasema kwamba wanaweza wakawa na msimu mgumu, kwa maana kwamba yeye mwenyewe akiangalia anaona hayaoni hao maandalizi bora, kwa sababu kama unakumbuka Young Africans msimu ambao anaenda kushiriki mashindano ya Toyota Cup, ilitumika nguvu ya ziada sana kumshawishi Gamondi kwa ajili ya kuipeleka timu wapi? Kule Afrika Kusini. Mwalimu alitaka timu ingie pre-season, lakini uongozi uliona ni sehemu ya biashara kwa ajili ya kwenda kuiuza timu, kuiuza klabu kule Afrika Kusini. Lakini baada ya kurejea, nini ambacho kilichotokea? Tulianza kuwalaumu kina Azizi, kwa maana kwamba tulikuwa tunaanza kuona wamekuwa ni wazito, intensity uioni ile ya Young Africans, wanaweza wakacheza kipindi kimoja, kipindi kinachofuata waoni kama ni timu ambayo ilifanya vizuri kama msimu ambao ulikuwa umefanyaje, ambao ulikuwa umepita kule. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini kinachonipa zaidi wasiwasi ni baadhi ya wachezaji pia kuingia mafungu kule. Yeah. Na nimeona sio tu kuingia kule mafungu, hata kurudi pia mafungu. Nilikuwepo airport pale, sijamwona mchezaji kama Elim Panzu, sijamwona mchezaji Cletus Chota Chama akiwa sehemu ya kikosi kilichotoka Rwanda. Walibaki kule? Sijajua, lakini nazungumzia nilichokiona airport. Kwamba nimeona wachezaji, lakini mchezaji kama Chama, mchezaji kama Elim Panzu sijawaona. Kwa hiyo sijajua shida ni nini. Huwezi jua, labda mambo ya ndani hayo ya klabu. Rwanda njema. Rwanda njema. Kwamba mchezaji umemzungumza Okwi, si ndio? Hebu tuweke nukta hapo kwa Okwi. Nimesha kuelewa. Ray, nataka tuzungumze kitu kimoja hapa. Amezungumza kuhusiana na pre-season ambayo Simba amekwenda kuifanya kule. Haijawa pre-season nzuri, kwa maana mechi ambazo wamecheza, matokeo ambayo wamepata, hatua ambayo wameishia, muda ambao wamekaa.
Lakini mwalimu pia anasema utakuwa ni msimu mgumu kwake. Tukiangalia mechi za kwanza zile, mzunguko wa kwanza zile, mzunguko tu wa kwanza, Simba nakutana na Yanga, kutana na Azam, kutana na Singida, kutana na Pamba, kutana na Mashujaa, kutana na Kagera. Huu muda ambao wameweka kule Rwanda, aina ya mechi ambazo wanakwenda kuanza nazo kwenye mzunguko wa kwanza wa ligi kuu, players ambao wamewasajili, je, Simba kwa msimu ujao quality za wachezaji zitabeba uzito wa mechi ambazo wanakwenda kukutana nazo katika mzunguko wa kwanza wa ligi? Nafikiri mwalimu kuzungumza kwamba watakuwa na msimu mgumu, kuna vitu vingi ambavyo pengine vinaweza vimechangia kuzungumza, na mimi binafsi naamini bado ndani ya klabu ya Simba kuna loopholes ambazo zinatakiwa kufukiwa kabla ya kuanza msimu mpya. Tuambie ni zipi? Kwenye eneo la usajili. Nimeangalia sajili za klabu ya Simba, hujashtuka? Bado with no disrespect kwa wachezaji ambao wamesajiliwa na wana room ya ku-prove me wrong. Wana ile room ya kusema okay, wewe ulisema hichi, sisi tumefanya bora kuliko kile ambacho tunakisema. Lakini so far usajili wao ni kama tu haushtui. Wa kawaida. Haushtui. Ndio maana mimi nataka wakanishtue uwanjani sasa. Lakini so far hata kile ambacho nimekiona kwenye michuano ya Sekafa, bado wachezaji ambao wamesajiliwa bado unaona kabisa ni wachezaji ambao pengine kuna watu wanaweza kuambia hata walioondoka ni bora. Kuna watu sasa hivi wanakuambia Selemani Mwalimu ni bora kuliko Dumbi. Na kuna moja ya shabiki alinifuata DM akaniambia Betha bwana, hichi kikosi chetu cha Simba chake yeye, lakini nanukuu tu anasema hichi kikosi cha Simba kwa msimu ujao anahisi watakaoanza katika wale wachezaji wapya ni Jabal peke yake. Ndio unaweza ukaona sasa ni kiasi gani ambapo nimekuwa nikizungumza kwamba Simba ili ifanye vizuri kuna loopholes nyingi za kufukia. Katika huu usajili tu ambao wameukamilisha tayari unaona bado huu waliofanya bado unatakiwa na wenyewe ufanyiwe maboresho. Kabla hata dirisha ya Januari halijafika. Kwa hiyo kuna kazi ngumu sana ambayo inatakiwa kufanyika haswa kwa mwalimu Steve Barker, kwa sababu tayari ndio wachezaji wameshafika mezani na tayari washapewa contracts ambao walikuja kufanya trial, sijajua sasa wamekubaliwa au wamekataliwa, lakini so far naamini Steve Barker ana kazi ngumu sana ya kuutilize kile kipaji ambacho wale wachezaji ambao wamekuja wanacho. Kuhakikisha anakamua kila kitu kwa wale wachezaji. Lakini nikiangalia so far quality yao bado haijanishtua, haswa ukilinganisha na wapinzani wao. Lakini we all know ile quality ambayo tunaiona sio kubwa sana. Kwa upande wa klabu ya Simba ana uhakika wa kushinda walau mechi 70% za ligi kuu kutokana na wapinzani ambao anakutana nao. Lakini umeona mechi za kwanza hizo? Ndio nakwambia umeona Simba ile ambayo sisi tunaona kwamba bado haijawaka. Na wachezaji wake ni wa kawaida. Kutokana tuna ile neno Simba na ukubwa wake inashtua na anaweza akashinda mechi kutokana na experience ambayo yuko nao. Last season Young Africans hakuwa kwenye msimu bora, lakini kwa nini alikuwa anashinda mechi zake? Kwa sababu yeye ni Yanga. Ndio maana nakwambia Simba tunaona sisi kwamba ni ana kikosi cha kawaida, lakini kuna zaidi ya 70% atashinda mechi zake. Mechi haswa zitakuja pale ambapo anakutana na wale top tiers ambao mara nyingi wanamaliza kwenye nafasi 4 za juu. Hapo namzungumzia Singida, namzungumzia Young Africans, namzungumzia Azam. Pengine na hivi karibuni Pamba kama ataendelea kufanya kile ambacho anakifanya sawa. Lakini pia Mashujaa wamemchukua Aman Josia ambaye is a very good coach ambao aliwapa tough game Simba akiwa na Dodoma. Kwa hiyo hizo ndo mechi ambazo TRA pia naona hizo ndo mechi ambazo pengine zinaweza zikamsumbua klabu ya Simba kutokana na watu ambao atakutana nao. Lakini so far mechi zingine pengine anaweza kashinda. Lakini usajili wa klabu ya Simba bado kushtui. Kuna mashimo mengi hawajafikia. Kiungo cha chini ule typical 6 ambaye unajua kabisa anaweza akasema mimi naenda kucheza robo finali ya michuano ya klabu bingwa. Sijamuona bado. Lakini tuwape muda kwa sababu dirisha halijafungwa. Ijapokuwa kuna improvement. Ahmed Ali anasema wao usajili wamemaliza. Wao usajili wamemaliza. Wamemaliza. Kwa hiyo hao ndio hapo. Nikiangalia striker pale kuna Dumbia na Mwangosi. Atacheza Mpanzu number 9. Mpanzu si analazimishwa kucheza pale. Mpanzu naturally is not a striker. Ni kweli. Ni kiungo mshambuliaji, lakini
kwa sababu yani sasa wewe Besa leo ukakae kwenye Vmix. Yani wewe ni host lakini kwa vile una idea kukaa kwenye Vmix, kakae kwenye Vmix. Ndio kitu ambacho kinafanyika. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo klabu ya Simba ambayo nilitarajia wafanyie maboresho. Angalia eneo la goalkeeping. Moja kati ya eneo lingine ambalo lina swali kubwa ni eneo la goalkeeper. Lakini bado Simba mimi nadhani sehemu ambayo Simba wamejitosheleza sana ni eneo la mawinga, eneo la kiungo na mabeki wa kati. Alafu kuna hela inabidi ukale hela ya mkenge. Ipi? Siku ile nilivyokuja na taarifa ya Kasali kusalia alibeti hapa akasema kama Kasali akibaki unapata hela, si ndio? Ndio. Kuna kitu kimoja leo amekizungumza hapa, si ndio? Waangalia Young Africans. Msimu uliopita namba 6 alikuwa anacheza Duke Abuya. Kwenye Duke Abuya wamemuongeza Fredi Ngoma ambaye ni namba 6, si ndio? Ndio. Na wanasema kuna namba 6 inakuja. Sijajua ni kiungo wa chini au ni kiungo. Na amesema hiyo ni surprise ambayo itatambulishwa pale Jumapili. Anatajwa Alphonse Mabula. Kwenye hilo eneo, si ndio? Sasa angalia yani sasa hapa kama hii ni Kamali basi itakuwa ni Kamali ya hovyo. Sikaondoka Aucho. Una Fredi Ngoma kama namba 6. Ina maana akibuma una Alphonse Mabula. Ina maana akibuma watarudi kama msimu uliopita kwenye option ya kumtumia nani? Duke Abuya. Kwa upande wa Simba walikuwa na Yusuf Kagoma na Alassane Kante. Kante mpaka jana nimeambiwa kwamba tayari na Simba makubaliano kama washakubaliana kuvunjiana mkataba, si ndio? Anakuja Jabal, mnyama Jabal. Yes. Ina maana pale kuna Kante, kuna Pase wa chini ni Yusuf Kagoma na Kevin Nasho. Alafu yule nani Semfuko. Umeona? Taarifa nilizozisikia kule kipindi ambacho timu iko Rwanda, mwalimu alikuwa anahitaji namba 6 na alikuwa anahitaji namba 10. Kwa maana kwamba watu wengi walivyomuona Ibrahim Jabali akicheza kwenye eneo la kiungo, alikuwa achezi kama kiungo namba 6. Anacheza kama kiungo namba ngapi? Namba 8. Kwa mwalimu alikuwa anahitaji kiungo wa chini pamoja na kiungo namba 8. Neo Maema ambaye kamaliza season akiwa anacheza na Simba mpaka sasa hivi bado hajafika. Kama kufika labda pengine usiku wa jana kwa mkia leo kwenye ardhi ya Tanzania. Wewe hajatrain na timu wala hajafanya hiyo pre-season ambayo tunaizungumza, kwa maana kwamba leo ni tarehe ngapi? Tarehe 7. Tarehe 7 leo. Ina maana na siku moja tu kesho tunatakiwa tumuone kwenye event ya Simba Day. Baada ya hapo tarehe 12 ana mechi dhidi ya Young Africans. Sasa unaweza ukaona hiyo changamoto ambayo Simba wako nayo. Na mimi kama kuna eneo ambalo nilikuwa naomba Simba wao angefanya maboresho, ingepatikana pia backup ya Chama. Sio akae benchi ya Chama. Yaani namba 10 mwenye uwezo wa kukava eneo kubwa. Yes. Okay. Yaani Maema na Chama of course they are very good technically, lakini bado Simba alikuwa anahitaji kuongeza mtu ambaye anaweza akawapush wale watu kufanya bora zaidi, ama yeye kuwasema Chama usipofanya vizuri mimi naanza juu yako. Lakini so far imeenda blank na ndio maana kuna question marks. Lakini kama tulivyozungumza, mwalimu anaweza akautilize kile ambacho uko nacho na wakati prove wrong, lakini so far ni usajili ambao hata nafikiri hata shabiki wa Simba akikaa hivi chumbani anasema kuna vitu ambavyo mbona kama kuna wengine wako serious. Yaani kila kiangalia majirani akiangalia na yeye anaona kwamba kuna vitu anatakiwa kuboresha. Na mimi nakwambia wasipoangalia mechi haya maneno yangu ambayo naongea mechi ya 5 tu ya 6 watakuja kuongea kwamba tulikuwa tunahitaji fulani na fulani na hatujaletewa mpaka sasa hivi. Watakuja kuchanganya kama alivyokuja kuchanganya baada ya dirisha dogo. Nakumbuka Simba msimu uliopita baada ya dirisha dogo walichanganya kwa sababu walileta maboresho ya kile ambacho hawakukifanya kwenye dirisha kubwa. Mpaka jana mzunguko ni 77%, VIP 81%, Platinum ndo wamemaliza. Mzunguko unaingiza mashabiki 19,000 tu pekee. Mpaka sasa hivi bado sio full house kwenye upande wa kosi cha Simba. Wacha inyeshe tuone panapovuja. Tumefahamu timu ambayo inakwenda kucheza na Yanga kwenye tamasha lao la wananchi ni timu kutoka hii timu inatoka wapi bwana Rem? Tunisaidia kidogo, inaitwa Eagles du Congo. Eagles du Congo. Eagles du Congo. Maana yake inatoka Kongo. Hii ndo wamehangaika sana kuipata hii. Anasema kwamba nyingine zilikataa ila hao ndo wamekubali kucheza na Yanga. Mimi binafsi naamini of course wewe mwenyewe umeona unashtuka kujua ni timu ya wapi. Sio amongst timu ambazo ni top hapa barani Afrika kwenye kutafuta kwenye hasa kwenye michuano ile ya klabu bingwa, lakini so far ni mechi ambayo unahitaji
kwenye tamasha lako. Of course Young Africans mpaka sasa hivi hawajacheza mechi yenye intensity kubwa. Wamecheza dhidi ya teams ambazo ziko lower kuliko wao. Wamecheza na hiyo Magereza, lakini pia wamecheza na timu za Kigamboni ambazo zote waliibuka na ushindi wa bao 7-7. Lakini kwenye pre-season Betha, yani uwezo kama umetoka kucheza na timu ya Kigamboni alafu uende ukacheze na Al Ahly. Yani uwezo karuka, yani hauna jump ya namna hiyo. Yani lazima uwe unapanda levels. Umetoka kucheza na Kigamboni, umecheza na Magereza, timu ambayo inafuata itaki kuwa ndo timu ambayo ni most competitive. Unachagua timu ambayo ni bora kidogo kuliko wale ambao wamecheza nao hapo awali. Nitakupa mfano jinsi ya Manchester United ambao wamecheza. Wamecheza na Wrexham, wamecheza na Rosenborg, afu ndo wakaja kucheza na Atletico. Afu Jumamosi ndo wanacheza na PSG. Umeona hiyo graph inavyopanda? Wrexham, Rosenborg, afu Atletico. Sasa Simba Yanga wameanza na Kigamboni, Magereza, afu inakuja Eagles du Congo. Lakini wangesema wamlete mtu kweli, nafikiri mngeanza kusema kocha au sio kocha mapema sana. Kwa nafikiri ni timu ambayo inatosheana kutokana na tamasha ambalo lipo. Nakumbuka unakumbuka ile ngoma aliyoachiaga Tundamani ile ya Kapumbu. Hivi siku ya wananchi mmeleta timu ngumu kweli, watu wanakuja wanaweka, mtu anakuja kutia doa. Kwa nafikiri wamekaa kimkakati sana Young Africans, na haswa ukilinganisha jinsi ambavyo wamekuwa wakijaribu kumlinda kocha wao, kumwacha afanye kazi yao. Umeona Dumbi amekataliwa mapema ni kwa sababu ameonekana mapema. Lakini kocha wao pia Yanga wanajaribu kumficha na kumpa muda kubuy time, kuhakikisha wale wapinzani ambao wanakutana nao anazidi kuinflict mbinu zake, ili sasa wanapokuja kukutana na zile match competitive wawe tayari kwenye level bora. Okay, tumalize hivyo, lakini kabla ya kwenda kumaliza nisome comment za